Okay, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tuko na mafunzo yetu mazuri kabisa ya kujifunza gita halisi na msingi wake, uweze kulijua na uweze kulielewa gita. Moja kwa moja, gita limetawaliwa na mishiko mikubwa mama mitatu ambayo ni C shape, E shape pamoja na A shape. Ndio msingi kabisa wa gita, ili uweze kuelewa gita na liweze kulia vizuri. Ni muhimu sana ukazijua C shape, E shape pamoja na A shape. Hii ndio mishiko mama mikubwa kabisa ambayo inatangulia kwenye gita. Yaani hii ndio inaweka msingi wa gita, ili wewe uweze kupata njia za kuweza kulicheza gita lako kwa uzuri kabisa, gita la solo. So inakaa hivyo. So tuko hapa. C shape inashikwa hivi. Unashika tu kidole cha kwanza hapa, unashika hapa kwenye nyuzi namba 1, namba 2, namba 3. Lakini msingi kabisa hapa ni uzi namba 3. Kwa hiyo unaweza kashika tu namba 3, namba 2 mpaka namba 1 kwa ajili ya dharura, lakini msingi kabisa, point kabisa au hiki kidole ni uzi namba 3 au kwenye hii flat. Alafu inakuja hiki hapa, unashika uzi namba 2 kwenye hii flat. Sasa hakikisha hiki kidole kisiguse uzi mwingine, na kidole hiki unashika kwenye uzi namba 4 kwenye flat tofauti. Unapiga C shape, inatakiwa ilie namna hii. Sasa tunapiga paka namba 1 kwa sababu hii tumeshika nyuzi zote 3. Kwa hiyo inatakiwa ilie. Hii ndio C shape. Nimesema point hapa, na kidole cha kwanza kinashika uzi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Nakuja kidole cha pili kinashika uzi namba 2 peke yake kwenye flat inayofuata. Nakuja kwenye flat inayofuata, kidole namba 3 hiki kinashika uzi namba 4, unapiga nyuzi zako zinalia namna hii. Hii ndio C shape. Tukija kwenye E shape, unasogea tu hapa, hiki kidole kinabaki hapa, unasogea tu flat moja kuja huku mbele, hiki kidole kinabaki hapa, hiki kinashika uzi namba 3 na hiki kinashika uzi namba 1 na namba 2, vyote kwa pamoja vinalia. Natakuwa ilie hivi. Kwa hiyo C shape, afu E shape, afu nakuja A shape, unalaza tena hapo ulikoanzia, unashika kuanzia uzi wa 4 mpaka wa kwanza, zinalia namna. Sasa kitu ambacho kinatakiwa ili nyuzi zako ziweze kulia vizuri, ni muhimu sana usitumie nguvu sana, ila hakikisha umeshika vizuri kwa nguvu kiasi ili nyuzi zilie hivi. A shape, C shape pamoja na E shape. A shape, C shape pamoja na E shape. Ndo msingi kabisa wa gita, na ndo mishiko mama mitatu ambayo itakupa msingi wa gita lako unakuwa mzuri sana. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba kuna C shape, kuna E shape, alafu kuna A shape. Ukishazielewa hizi, ni muhimu sasa kuanza kutengeneza melody za kupiga, hususan ni rhythm. Lazima utaanza, kwa mfano hapa tutaanza na C shape, E shape na A shape. Kwa hiyo tutasema hapa kwenye C shape ndio namba 1 yetu. Mahali popote unapoanzia kupiga ndio na ule mshiko unaotangulia ndio namba 1 yako. Kwa hiyo tuna namba 1 ambayo ni C shape, sawa? Tuna namba 1 yetu ambayo ni C shape, alafu tuna namba 4 yetu ambayo ni E shape, alafu tunakuja namba 5 yetu ambayo ni A shape. Kwa hiyo tunaweza tukafanya muziki wetu. Kwa hiyo tunaanza 1 4 5 4, mzunguko wetu utaenda hivyo. Sasa kwa wewe ambao unajifunza, sio rahisi upate hii speed moja kwa moja, maana ni kitu ambacho kinahitajika cha mazoezi. Kwa hiyo lazima tu utaanza tundun, alafu unaama tundun. Uhakikishe tu nyuzi zinalia vizuri, alafu unakuja tena kwenye A shape ambayo ndio namba 5. Kwa hiyo unaanza 1, alafu 4, alafu 5, 4 tena, unaanza tena 1 1,
alafu 4, alafu 1 na 5, unarudi tena 4. Kwaona ndio hicho nilichofanya, ndio kitu ambacho nimefanya nikapata. Maana hapa nimeanza ndo 1 yangu, nimechombezea paka huku nikiwa nimeshika C sharp, alafu nikaja nikavuta hizi nyuzi namba 2 na namba 3, sawa. Alafu nikashika tena namba 5 ambayo ni A sharp, hii nachombezea uzi namba 2, alafu nikavuta tena, nikaanza tena 1, ni hivyo tu nimefanya, lakini progression ni hiyo hiyo ambayo ni C sharp, E sharp, A sharp, E sharp, C sharp, E sharp, A sharp, E sharp, ndo progression ilivyoanza ambayo ni 1 5 4 5 4 1 4 5 4, ndo nikapata Kwa hiyo nilianza tu hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa kwamba kuna C sharp, kuna E sharp pamoja na A sharp. Huu ndo msingi kabisa na ndio vitu ambavyo vinatangulia kabisa kwa wewe ambao ndo unaanza kujifunza. Lazima uelewe kwamba kuna C sharp, kuna E sharp, alafu kuna A sharp. Sasa isikuchanganye kwa nini nimeanzia hapa, kwa nini nisingeanzia huku, kwa nini nisingeanzia. Pop guitar waga lina formula moja tu, waga libadiliki kama keyboard. Kwa hiyo hapa ninapoanzia, hata kama nitaanzia hapa bado hii hapa ndo namba 1 yangu, namba 1, namba 4, namba 5. Hata kama tena nikianzia hapa bado namba hii hapa mahali ninaanzia ndo namba 1 yangu ambayo ni C sharp tena hivyo. Kwa popote unapoanzia, iwe ni umeanza kwenye C sharp, E sharp, lakini kama ndo namba 1 yako ndio hiyo inakuwa namba 1 yako. Kama ndo kodi yako ya kwanza ndio namba 1 yako. Kwa hiyo tuna C sharp, E sharp pamoja na A sharp. Ndo mishiko mikubwa ambayo inakutangulia wewe ambao unajifunza kuanza na hii, maana hii ndio ndilo gita. Na ukirudi kwa sisi ambao tunataka kujifunza African zaidi, ukizijua tu hizi pamoja na kuzifanyia kazi, ni kwa asilimia kubwa sana utakuwa kama gita umelielewa, kwa sababu African nyingi sana zinatembea kwenye 1 4 5. Kama utaongeza kidogo kodi zingine waga ni mara chache sana, lakini mara nyingi sana unakuta zinatembea 1 4 5. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa. Huu ndio msingi wa gita. Usijifunze gita bila kuelewa hii mishiko. Maana kwa mfano utajifunza scale lakini utakuwa umekariri. Kwa mfano ukijifunza hii pasipo kuelewa kwamba hapa hii unayoanzia ndo C sharp, hautalielewa gita kiundani, litakupa tu kukariri alafu unakuwa hauna muendelezo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa kwamba kuna C sharp, kuna E sharp, alafu kuna A sharp. Ndipo sasa unaanza kuzalisha huku kwenye hii mishiko, ndo unaanza kuzalisha. Mfano kwenye C sharp yetu tumezalisha hiki tu, alafu tukaja tena kwenye E sharp ambayo ni namba 4 tukazalisha, tukaenda tumeenda mpaka namba 5, tumegusa mpaka namba 5 tu, alafu tukarudi 4. Kwa hiyo ni hii namba 5 tumefanya tu kama passing code, haipo kwenye system, lakini tumefanya tu kama kichombezeo tu, passing code tu ambayo tumeenda chat na kurudi. Kwa hiyo haina madhara. Alafu ndo tunakuja unarudi tena kwenye 5 sasa, ambayo unarudi tena. Kwa hiyo usipoelewa kwamba hapa kuna A, kuna C sharp, alafu kuna E sharp, kuna A sharp, hautakuwa na ufahamu wa kulijua gita kwa ndani. Kwa hiyo lazima tu uelewe hivyo vitu.
So mimi nikwambie Mungu akubariki. Sasa chukua nafasi hii sasa, ukishazielewa hizi kodi, hebu zifanyie mazoezi. Kitu ambacho kinamfanyaga mtu improve na kufanya vitu vizuri ni kufanyia sasa mazoezi baada ya kuelewa zile ambazo alikuwa anajifunza. Ukishaelewa kwamba kuna C shape, kuna E shape pamoja na A shape, sasa anza kuzitendea mazoezi mpaka uzalishe mziki. Tengeneza kitu chochote ambacho utaona wewe kita soundi. Unaweza tu hata ukaanza, sio lazima uanze na 1 4 5 4. Lazima unaweza tu ukaanza hata na 1 5 afu 4 5 kwa vyovyote. Kwa hiyo sasa, baada ya kuelewa mishiko gita huwaga ni ubunifu wako sasa, ni nini utakizalisha kilete mziki, chochote wanaweza kukifanya. So kikubwa ni mazoezi. Sasa zoezi ambalo litakusaidia wewe ili uweze kuimprove vizuri unapofanya mazoezi, jitahidi kwa siku moja yenye masaa 24 angalau uwe na masaa kuanzia 3 4 inakuwa ni nzuri zaidi. Lakini kwa mtu ambao unaweza kaanza na masaa 2, usishuke chini hapo. Maana ukiwa na masaa mengi ndivyo unavyoendelea kufanya vitu vizuri na unaendelea kudumu kwenye ule mziki. So pambana, fanya kuanzia masaa 2, siku nyingine 3, siku nyingine 4, unazidi kukomaa zaidi. Mziki unajengwa kwa mazoezi. Hakuna miujiza, muujiza wako ni mazoezi yako. So Mungu akubariki na Mungu akutunze. See you. Tutaonana somo lijalo. Mungu akubariki sana.